Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imekuwa ikitekeleza sera za kimkakati kuhakikisha inatumia fursa za bahari pasavyo. Na moja kati ya kilimo kinachotazamwa kwa ukubwa ni majongoo bahari, ambapo Umoja wa Watu wa Ulaya kupitia mradi wa IFAD ambao umekuwa karibu na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwenye kutekeleza miradi hiyo, wananchi wanaelezea kuhusu kilimo hicho cha bahari. Hizi ni ripoti za AyoTV hapa Zanzibar. Elimu tuliopata ufugaji wa majongoo una pesa, lakini kitakapokuwa kile kikundi labda kimepevuka, na ndio kila nikasema kikundi chetu bado kichanga. Ile faida ya kuwa kwanza tukanawirika tukajua hichi nini bado, kwa sababu kikundi kikua kidogo hata mahitaji yake yanakuwa ni machache, lakini kikundi mahitaji yetu kama sasa hivi kipindi kigumu sana hichi, kwa sababu haya matakataka haya yanaingia kwenye ile uzio huu wa jongoo. Kwa tayari saizi uzi wenyewe ushaanza kulala hivi kwa sababu ya upepo. Kwa sasa hivi changamoto kidogo ngumu sana kwa hii hali ya hewa. Tumeanza kushtuka baada ya kupata msaada wa kujenga hii fence. Sababu hii fence tumepata msaada baada ya serikali kusema kwamba itasaidia watu wenye low income, kuwasaidia kuwapa na masuala nani ya project hizi. Kwa hiyo sisi tukachagua tuendelee na shughuli yetu ya majongoo. Kwa hiyo ndo katika watu waliopata nani msaada, na sisi tukapata msaada tukajengewa hii. Kweli kwa kutizama kwa kweli ina pesa kweli, kwa sababu sisi wenyewe tumeuza jongoo, tulipovuna mara mwanzo tumeuza kila pisi shilingi 5,000. Kila pisi moja shilingi 5,000. Tuliwauzia hatchery wale. Isipokuwa tatizo moja tu, ile constant market mpaka sasa hivi bado haijakuwepo, kwa sababu wananunua sana sasa hivi tu hatchery, na sometimes unaweza kuwafuata kwa kambia subirini kwanza na nini. Kwa hiyo sisi wenyewe binafsi tuliomba sana serikali kwamba itusaidie kuwe na constant market, kwa sababu katika biashara yote ile market ndo muhimu. We are here to really helping the smallholder communities, the poor people in Zanzibar, to improve their life. And one of the things that we get a request from the government is to help the poor people and smallholder farmer through the seaweed value chains and also the sea cucumber. So today we come to see the sea cucumber business, where the farmer engaging with our project and supporting by our project, working with the Ministry of Blue Economy, but we do have a project working with the Ministry of Agriculture and I think in irrigation. No? That is another project. We're dealing with livestock products, meal, to support meal industry in Zanzibar as well. Leo tulikuwa tuna mwendelezo wa wageni wetu kutoka wenzetu wa European Union. Hawa ni watu wanaosimamia mradi wa IFAD. IFAD ni mradi ambao unatekelezwa kwa upande wa Zanzibar, lakini vile vile unatekelezwa kwa upande wa Tanzania bara. Na huu mradi umejumuisha upande wa kilimo pamoja na masuala ya uchumi wa blue. Kwa kama wizara yetu inahusika zaidi kwenye masuala ya uchumi wa blue, na leo wamekuja kutukagua katika yale maeneo ambayo wao wanatusaidia, ikiwemo ujenzi wa maabara kwa ajili ya kuzalisha mbegu za mwani, lakini kituo cha kuzalisha vifaranga vya samaki na majongoo, lakini vile vile watakwenda kutembelea mashamba ya majongoo pamoja na mashamba ya mwani. Kwa hiyo mradi huu umekuja wakati mzuri ambao tunatekeleza sera yetu ya uchumi wa blue ambayo inasimamiwa na rais wetu Dr. Hussein Ali Mwinyi. Kwa hiyo hapa tunaonekana kwamba wahisani wa maendeleo wanaunga mkono juhudi za serikali moja kwa moja kuwanyanyua wananchi kupitia uchumi wa blue. Kwa hiyo mradi huu pia unalenga kuja kununua meli ya kisasa ya uvuvi wa bahari kuu, lakini vile vile kujenga viwanda vya kuchakata samaki pamoja na kutoa mafunzo kwa ajili ya wajasiriamali. Kwa hiyo kwetu sisi ni mradi wa kimkakati, kwa sababu umegusa maeneo yote ya uchumi wa blue na unalenga kuwaendeleza wananchi wetu. Kwa hiyo tunashukuru sana wenzetu wa IFAD pamoja na ufadhili wa European Union kwa kuja na miradi kama hii ambayo inaenda kulenga moja kwa moja kusaidia juhudi za serikali katika utekelezaji wake wa mikakati.